Mtakatifu anasema anapatiliza laana kizazi cha kwanza hadi cha nne. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu ya waabudu sanamu. Unaweza kuwa uko hapa umetokea kwenye familia ambayo ilikuwa inaabudu sanamu, umetokea kwenye familia ambayo ilikuwa inaabudu mizimu, ilikuwa inaabudu miungu mingine, ilikuwa inaabudu vitu vingine, ilikuwa haimwabudu Jehova. Baada ya kuokoka, ujue kwamba ile miungu ilikuwa ina uhalali na wewe, ile miungu ilikuwa imekumiliki wewe, kwa sababu kawaida ya miungu au Mungu anamiliki watu wake, na miungu nayo inapenda kumiliki watu. Mungu anapenda kuabudiwa na miungu nayo pia inapenda kuabudiwa. Kwa hiyo ukitoka ukaenda kwa mungu mwingine, kama maandiko yanavyosema, Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, na hata miungu mingine pia ina wivu unapoenda kwa mungu mwingine. Kwa hiyo usije ukafikiria Mungu tu ndo ana wivu, hata miungu ina wivu unapotoka kwenye miungu ukaenda kwa Mungu wa mbinguni. Ndio maana usishangae mtu baada ya kuokoka unashangaa uchumi unaharibika. Alipokuwa duniani, alipokuwa mlevi, alipokuwa mzinzi, mvuta sigara, vitu vilikuwa vinaenda. Baada ya kuokoka unashangaa vitu vinauawa kwenye maisha yake, ndoa zinauliwa kwenye maisha yake, uchumi unauliwa kwenye maisha yake. Kwa nini? Muda mwingine kwa sababu huyu mtu amekuwa most wanted. Kwa hiyo hizi nguvu za giza zinaona ili tuweze kumpata huyu mtu, ili tuweze kumpata huyu mtu, cha kufanya tuanze kudhuru vitu vyake, tuanze kudhuru mambo yake. Ndo hapo usishangae mtu baada ya kukaa kwenye wokovu anaanza kusema ni bora nirudi duniani. Nilikuwa nikisoma kwa habari ya kitabu cha Yeremia na watu ambao baada ya kwenda kwa Mungu wakaanza kupitia mambo magumu, wakaanza kulalamika, ni heri kule tulikuwa tunaishi vizuri, ni heri turudi kule kule kwenye miungu, tulikuwa tunaishi vizuri, tunalisha watoto, maisha yanaenda. Kwa nini huku tunateseka? Unakuja kugundua ni mitego ya nguvu za giza, ni mitego ya miungu ya koo zao, ni mitego ya miungu waliokuwa wakiabudu nyuma, ili wafanye wale watu kuwa most wanted. Ikaanza kuharibu vitu ili waweze kurudi, ikaanza kufanya vitu ili waweze kurudi, kama vile most wanted katika ulimwengu wa mwili. Unapokuwa unatafutwa ukikimbia, wanatafuta hata mtoto wako, wanamchukua hata mke wako, wanamkamata. Wakimweka mke wako mbaloni, wanajua unaweza ukaenda polisi ukasema, mwacheni mke wangu, mimi nimekuja, nikamateni mimi, iacheni familia yangu. Alo, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Kila hali yoyote ya kunifanya mimi kuwa mhalifu kwenye miungu ya kwetu, mimi sio mhalifu, mimi ni mali ya Mungu, mimi namilikiwa na Jehova, mimi namilikiwa na Yesu, nimekombolewa na Yesu kwa damu yake, katika jina la Yesu. Halo, unaona sasa kumbe mtu anaweza kuwa mhalifu. Unajiona upo kanisani lakini wewe ni mhalifu. Ndio maana Mungu ametupa neno la leo tukavunje kila hati za uhalifu katika jina la Yesu. Mungu ametupa neno la leo ili kila uhalifu ambao uko rohoni, tunaonekana ni wahalifu, unaonekana ni mhalifu, Mungu anataka ukatumie siku ya leo kwa ajili ya kuvunja hayo mashtaka ya uhalifu katika jina la Yesu. Kwenda kuvunja hizo nyaraka. Wamekutangazia kila mahali, wamechukua bango lako wameweka rohoni, kwenye biashara wameweka bango lako, huyu tunamtafuta, hatakiwi kufanya biashara hii. Ukienda huku wameweka bango fulani, huyu hatakiwi kuwa na afya. Kwa hiyo wewe wamekuwekea malango yako ni ya hospitali, wameweka malango yako ni hasara, wamekuwekea mabango ya uhalifu kila mahali, hawataki uweze kupata hasara. Nataka nitamke kwamba leo watakuachia katika jina la Yesu. Waliokuweka kuwa mhalifu mahali popote, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa neno hili ambalo Roho Mtakatifu ametupa, watake wasitake, wataenda kuyaachia maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. So do you see kwamba kumbe mhalifu yupo, mhalifu yupo, na uhalifu unafanyika kabisa kimwili na hata kiroho, kimwili na hata kiroho. Na aliyeanzisha masuala ya uhalifu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Watu wa Mungu, nimekwambiaga na naendelea kurudia, shetani hana kitu kipya. Chochote ambacho shetani anafanya amekopi na kupesti, na mambo mengi ambayo shetani anayafanya anaiga kwa Mungu, anaiga kwa baba yake. Halo, leo na kesho kuna wengine tunatumika hapa, wengine wanasali hapa, kuna wengine watakuja wataondoka vibaya, wengine walishaondoka, lakini kwa sababu labda ni mbegu ya hapa, lazima huyu mtu atakuwa na chembe chembe za hapa.
Lazima huyu mtu hata akihubiri vipi, akifanya vipi, unaona kabisa mtu akimsikiliza tu, akimwona anasema huyu ni Gamalieli. Halo, huyu ni Gamalieli. Hata afanye vipi anajua hii ni mbegu ya sehemu fulani. Ndio iko hivyo. Kwa hata shetani yale yote anayoyatenda sijui na nini na nini, sije anaambia watu toeni damu, fanyeni, anakopi kwa Mungu vyote. Sema anakopi. Shetani hana ujanja wowote, anakopi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ndio wa kwanza kuanzisha mambo ya uhalifu. Mungu ndio wa kwanza kuanzisha mambo ya uhalifu, na akawa anawasaka watu waliofanya uhalifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze kwa habari ya mhalifu mmoja mkubwa sana. Mhalifu mmoja aliyewahi kutokea kwenye Biblia, historia yake inachekesha. Historia yake inachekesha. Huyu mhalifu anaitwa Yona. Sema Yona. Sema Yona. Mungu alisema na Yona, akamwambia Yona, akampa Yona jukumu la kwenda kupeleka injili wapi? Ninawi. Kwenda kuwatangazia wale watu kwamba maovu yao yamemfikia Bwana na anakwenda kuangamiza. Halo? Mungu alipompa Yona lile jukumu la kwenda Ninawi, kwa sababu Yona, taifa la Yona lilikuwa na uadui na wale watu ambao Mungu alitaka Yona apeleke habari. Kumbe Mungu anaweza akamtumia adui akuletea habari. Mungu anaweza akamtumia mtu ambaye umemonea akuletea habari, ili usiposikia upigwe sawa sawa. Kwa hiyo taifa la Yona walikuwa wakionewa, walikuwa wameuliwa sana na wale watu wa wapi? Wa Ninawi. Mungu alipomwambia Yona apeleke ili neno lake kule Ninawi, Yona akakataa. Yona akakataa. Sasa Yona alipokataa alikuwa na sababu zake za kukataa. Cha kwanza, hata wewe ungekuwa Yona leo usingekubali kiurahisi. Hakuna mtu ambaye ni rahisi kwenda kusema, yani adui aliyeua ndugu zako, alafu Mungu akwambie kwamba mpelekee habari, kamwambia habari njema kwamba atubu, asipotubu nitamfanya hivi. Hata ungekuwa ni wewe ungekataa. Kwa hiyo msimcheke tu Yona, msimcheke tu Yona. Yona alikataa kupeleka habari. Alikataa kwa sababu gani? Alitaka wale watu Mungu awapige. Mungu apige, awalipize kisasi, kwa sababu nao wametesa ndugu zake, wameua ndugu zake. Kwa hiyo Yona akakataa kupeleka habari Ninawi, akakataa wito wa Mungu. Mungu amemwita afanye kitu hicho, yeye akakataa kwa sababu zake binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yona alipokataa, maandiko yanasema badala ya Yona kwenda kupanda merikebu aende Ninawi, yeye akapanda merikebu kwenda Tarshishi. Umeambiwa uende Morogoro, wewe unapanda gari unaenda Shinyanga, kwamba sitaki kwenda Morogoro, naenda Shinyanga, kwamba unamkomesha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yona akasema, Mungu wewe unijui, mimi nina jeuri kuliko wewe. Umeniagiza niende Dar es Salaam, mimi naenda Mtwara. Ndicho Yona alichokifanya. Sasa Yona baada ya kufanya hivyo akaenda akapanda merikebu. Merikebu ni kama meli za zamani. Alipopanda merikebu ili aende wapi? Ili aende Tarshish. Anakimbia misheni aliyompa Mungu. Anapanda hiyo merikebu. Ndani ya merikebu Mungu akaanza kuachilia gharika. Mungu akaanza kuachilia mabaya, yakaikuta ile merikebu. Upepo baharini ukaanza kuvuma, vitu vikaanza kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yakaharibika baharini wale, kwa sababu Yona alikuwa kama abiria, alilipa nauli. Ndio Biblia inayosema alilipa nauli akapanda akajistahisha. Kwa abiria alipolipa nauli, baadaye ile meli ikaanza kuyumba, inasumbua, mambo yanaenda vibaya, vitu vinaenda vibaya, wale watu wamechanganyikiwa, wametafuta kila namna ya kufanya. Upepo hautulii baharini, upepo hautulii baharini. But at the end of the day wanakuja kugundua kwamba haya yote tunayoyapitia, haya mabaya, ni kwa sababu kuna mtu ambaye ni most wanted, kuna mtu ambaye ni mtuhumiwa, kuna mtu ambaye ni mhalifu, amekimbia misheni fulani, anatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tukapata somo linalosema madhara ya kuambatana na nani? Na mhalifu. Kwamba unaweza ukaambatana na mhalifu. Ukiambatana na huyo mhalifu, manake na wewe utapitia misukosuko ambayo ilikuwa ikuhusu. Unaambatana na mtu ambaye amemkimbia
Mungu mahali unashangaa, unamkaribisha, unaanza kuishi naye na wewe unaharibikiwa, kazi yako inakufa. Sio kila kuharibikiwa kitu, sio kila kuharibikiwa kazi, sio kila kuharibikiwa jambo fulani ni kwa sababu shetani ameharibu. Kuna kuharibikiwa kwingine ni adhabu ya Mungu kwa sababu umeambatana na mtu ambaye amegoma kukubali wito wa Mungu. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yona akagoma. Alipogoma amekaa mle, wale watu wanahangaika. Nadhani ili uweze kunielewa vizuri, rakatoskeli hambashi. Fungua kitabu cha Yona. Mkono wako nibeba, mkono wako nibeba, mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Yona sura ya kwanza. Tunaanzia mstari wa kwanza pale. Inasema, basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli. Sema akatoa nauli. Kampa kondakta. Bwana Mungu ameniambia nipeleke injili Mbagala, mimi sitaki nipeleke Gongo la Mboto. Biblia inanichekesha, eti akatoa nauli. Akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Sema na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebu ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka umwombe Mungu wako, labda huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kula mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kula, nayo kula ikamwangukia Yona. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu ila gani? Akamwambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa umekimbia ujiepushe na uso wa Bwana. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutendee nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hili limewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu, ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyokuwa na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka.
Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Pointi yetu ipo kwenye mstari wa 15, inasema basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Hebu sema bahari ikaacha kuchafuka. Rudia tena, sema bahari ikaacha kuchafuka. So umeona kitu kama hiki, kuna kitu umejifunza. Kwa hiyo Yona alipewa wito na Mungu aweze kwenda Ninawi, akawaambie, akatangaze juu ya hasira ya Bwana ambayo imemfikia na kwamba Mungu anakwenda kuiangamiza Ninawi. Lakini Yona akakataa wito wa Mungu. Alivyokataa, akapanda melikebu kwenda sehemu nyingine. Unavyoona alivyopanda melikebu kwenda mahali pengine, maandiko yanasema akatoa nauli. Alipotoa nauli, akaenda akalala mle ndani ya melikebu. Najua ndani ya meli kuna vyumba vya kulala, unapumzika. Ghafla tufani zito likaanza baharini, upepo mkali, vitu vikaanza kuharibika. Wale watu ambao walimkaribisha Yona kwenye melikebu yao, waliokuwa wakifanya biashara, wamembeba abiria wao, wakaanza kutupa mizigo baharini kwa sababu upepo ulikuwa mkali. Mambo yakawa yanaenda vibaya. Wakajiuliza wamekosea wapi, wakaiomba miungu yao, na wale watu walikuwa na miungu yao mingine. Wakamwomba kila mtu mungu wake aweze kuwasaidia wasiweze kupata madhara katikati ya ile gharika iliyokuwa inaendelea. Lakini pamoja na kuomba miungu, wakagundua imefloat, hakuna kinachoendelea. Lakini katika kuhangaika wakaweza kugundua, lakini mbona kama hatupo wote hapa? Kuna jamaa mmoja ambaye alilipa nauli, yuko wapi? Hayupo. Wakaenda kumtafuta kule ndani, wakakuta jamaa amepumzika. Wakamwambia, ina maana sisi tunahangaika hivi, hata uwezi kuja kutusaidia? Tunahangaika, tunataka kuteketea, uwezi kuja kutusaidia? Wewe ni nani? Wanamuuliza, wewe kwani wewe ni nani? Anawambia, mimi ni Mwebrania. Basi kabla ya hilo, maandiko yanasema walipiga kura. Walipopiga kura ili kwamba ionekane labda kuna mtu ambaye anasababisha tatizo ndani ya merikebu, ni nani? Wakapiga kura. Biblia inasema kura ikamdondokea nani? Yona. Sema ikamdondokea Yona. Kumbe kuna matatizo yanaweza kuwa yanatokea mahali kwa sababu ya mtu mmoja. Kuna janga linaweza kuwa linatokea mahali kwa sababu ya upuzi wa mtu mmoja ambaye amegoma kufuata kile ambacho Mungu amemwambia. Kuna mambo yanaweza kuwa yanatokea kwenye familia ya mtu kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amegoma kuitika wito wa Mungu ili familia yake iokolewe. Kula ilipomwangukia Yona, ndo wanamuuliza sasa, kwani wewe ni nani? Imekuwaje? Yona ndo kuwaeleza, Bwana, mimi ni Mwebrania, mimi nimemkimbia Mungu, sitaki nipeleke habari njema kule alikotaka nipeleke. Wakasema, sasa sisi tunasaidikaje? Ni kweli haya mambo ya Mungu wako ni kweli, sasa sisi tunapataje kupona? Yona akawaambia, ili mpone nichukueni mimi, mnitupe wapi? Baharini. Mkinitupa baharini, melikebu utatulia. Mkinitupa baharini, hiyo tufani itatulia. Mkinitupa baharini, kutakuwa shwari. Wale watu wakaogopa, kwa sababu huyu mtu amejitambulisha kwamba ni mtu anayemcha Mungu. Kwa hiyo wakamwomba Mungu rehema kwanza. Baba, tusamehe kwa ajili ya mtu huyo, tuepushie hatia itakayoendelea juu yetu kwa ajili ya mtu huyo. Wakajaribu kufanya njia nyingine ili wasimtupe Yona, lakini bado merikebu haikutulia. Walipomchukua Yona wakamtupa kwenye maji. Ukienda mstari wa 15, walipomtupa kwenye maji, maandiko yanasema bahari nayo ikaacha kuchafuka. Sema ikaacha kuchafuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna watu ambao wamekaa mahali fulani, wanaendelea kusababisha watu wanapata madhara. Kuna mtu anaweza akakaa mahali fulani na huyu mtu amekimbia assignment ya Mungu. Wapo hao watu. Huyu mtu amekimbia calling ya Mungu. Wako hao watu. Anajaribu kufukuzia vitu ambavyo Mungu hajawahi kumwitia. Anajaribu kwenda kwenye vitu ambavyo Mungu hajawahi kusema afanye. Ndio huyu mtu utashangaa anasikia kabisa ndani yake, mimi ni pastor, mimi natakiwa niwachunge watu. Anakataa kufanya. Anakimbilia kufanya biashara. Utakuja ugundue Mungu huwa yuko lazi kusababisha biashara ya mtu ife. Utajiuliza, kwa nini Mungu anaruhusu huyu mtu apigwe? Si angeamua achane na Yona akamtumia mtu mwingine? Mbona manabii wako wengi? Nataka niseme hivi, kila unayemwona duniani hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kuna mtu ambaye amekuja duniani
Usije ukafikiria Mungu hapati hasara. Kuna watu ambao Mungu alitumia akili kuwatengeneza kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo Mungu alimdesign Yona. Yona aliumbwa kwa ajili ya kuja kufanya hiyo kazi. Kwa akili haraka haraka unaweza ukasema Mungu si angeachana na Yona amtumie aliye tayari. Ndo hapa tunarudi kwenye kile kitu kimoja. Kuna wewe ambaye unamtafuta Mungu kwa juhudi ili akutumie, lakini kuna wengine ambao Mungu alitutafuta ili atutumie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu saa hii unanitazama, unapambana, unaenda milimani, unafunga na kuomba siku 7, unatamani Mungu afungue macho yako, uwe mzuri kwenye kutabiri, uwe kwenye vitu fulani. Lakini kuna wengine ambao hata hatukufunga siku 7, tuliamka, Mungu ametupa macho, tunatabiri. Halo, mchapie Mungu makofi, mchapie Yesu makofi. Kwa mtu anaomba, ameweka ratiba, anaomba Mungu amfungulie macho ya kiroho aweze kuona, hajawahi kufunguliwa hayo macho, zaidi tu amejikuta tu amefunguliwa kuomba. Kuna mtu anaomba Mungu amfungue masikio, anasikia vitu vya ajabu, hajawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hapa ndo utakuja kugundue utofauti wa Mungu na mwanadamu. Mungu amtumii mtu kwa sababu ya juhudi. Mungu anamtumia mtu kwa sababu alishaamua. Mungu anamchagua mtu kwa sababu alishaamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamchagua mtu kwa sababu alishaamua, na huyu mtu alishasukwa kutoka mbinguni. Yaani assignment ya Yona haijaja duniani kwa sababu ya maovu ya wale watu ambao Mungu aliambia akawaonye. Assignment ya Yona Mungu alishampa hiyo kazi tangu uumbaji, kwamba wewe Yona utakuja kwenda duniani majira haya, utakuja kwenda, kazi yako ni kwenda kuwaonya Ninawi. Halo? Ndio maana utakuja ugundue Musa ni Musa, Eliya ni Eliya, Yohana ni Yohana, Isaya ni Isaya, Ezekieli ni Ezekieli. Hakuna kufanana. Kila mtu ana utofauti wake. Kila mtu Mungu amempa kitu chake cha tofauti. Halo? Kwa hiyo usije ukafikiria hizo kauli zako za kijinga. Kuna watu wanafikiriaga ujinga fulani, Mungu ana watu, wacha aende. Mungu ana watu. Wacha aende, Mungu ana watu. Mungu mwenyewe alipata hasara. Nataka nikwambie, usije ukafikiria Mungu, shetani alivyofanya kile kitu kwa Mungu, usifikirie Mungu akupata hasara. Leo hii mambo mengi yanaendelea duniani kwa sababu ya shetani. Kwa hiyo hata Mungu alimtengeneza shetani akiwa naamini atakuwa mtiifu mbele ya baba yake, lakini shetani akamuasi Mungu, akataka na yeye kuabudiwa. Akataka na yeye kuabudiwa. Ni roho ngapi ambazo zimepotea kwenda kuzimu? Ni watu wangapi ambao tumewazika ambao wameenda kuzimu, lakini sio mpango wa Mungu. Utakuja ufuatilie, hata Mungu anasema hivi kwenye maandiko yanasema lengo la Mungu ni ulimwengu mzima uweze kuifikia toba. Ndio maana Mungu akamleta Yesu ili afe kwa ajili ya wanadamu. Yesu hakuja kufa kwa ajili ya walokole, amekuja kufa kwa ajili yetu sote. Kwa hiyo tamanio la Mungu na tamanio la Yesu ni kuona sisi sote, hakuna hata mmoja anaenda kuzimu, hakuna hata mmoja anaingia kwenye jehanamu ya moto. Ndio lengo la Mungu. Lengo la Yesu ni ulimwengu mzima ufikie nini? Toba. Sasa unakuja kuangalia, kwa Mungu hapendi roho za wanadamu ziteketee, lakini shetani ambaye Mungu mwenyewe alimtengeneza amekuja kuleta madhara. Ina maana kuna hasara ilitokea. Shetani, nafasi unayoiona Yesu alikuja kuoperate ilikuwa nafasi ya shetani. Kwa hiyo shetani alipoteza ile nafasi, lakini alileta hasara. Halo? Nazungumza na mtu. Na hii hapa ndio naomba niongee wazi. Ni rahisi sana kwa mtu ambaye ametoka makanisa mengine, akija kanisani kwako, hata akifanya ubaya akaondoka, Mungu anaweza asijali wala asimpige, kwa sababu yule mtu sio wa madhabahu hiyo, sio wa nyumbani hapo. Lakini ni vyepesi sana kwa mtoto aliyezaliwa chini ya madhabahu hiyo, akifanya ujinga, matokeo yakachukua hata siku 2 zisipite, akapigwa na vitu vizito. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii issue mimi nilikuwa nikiangalia, kuna kipindi nijaribu kuleta jeuri kwa baba yangu,
Nilikuwa nikileta jeuri kwa baba yangu, shetani ananipiga vibaya anapokutisha vitu vyote. Lakini nashangaa, mbona kuna wengine wapo kanisani kwa baba yangu, lakini mbona wakiondoka na wanaondoka na maisha yao yanaendelea? Kwa nini mimi vitu vinapigwa? Kwa sababu mimi nimetoka pale, nina asili ya pale. Naongea na mtu hapa, naongea na mtu hapa. Ndio maana shetani hajawahi kusamehewa na Mungu, kwa sababu shetani ana asili ya mbinguni, anapajiwa mbinguni vizuri. Madhabahu ambayo wewe ndio umezaliwa pale na unamilikiwa hapo, ukifanya ujinga vitu vyako vinaharibika, hata bila kutamkiwa laana. Hata bila kutamkiwa laana lazima uharibikiwe tu. Yaani hiyo lazima ukae uelewe. Halo. Ndio maana mimi nawashauri sana watumishi wa Mungu, wachungaji, mitume, manabii, wainjilisti, wale ambao wana madhabahu wanaendelea kumtumikia Mungu. Mshirika yoyote ambaye amekuja kwenye kanisa lako ametoka kanisa lingine la kiroho, mshirika yoyote ambaye amehamia kanisani kwako ametoka kanisa lingine la kiroho, ninamaanisha ameokokea mahali pengine, alishakaa miaka mingi kwenye wokovu, akihamia kanisani kwako alafu akawa anasema vibaya kwa habari ya madhabahu alizotoka, kwa habari ya kanisa alilotoka, au kwa kauli nyingine, mshirika yoyote ambaye amehama makanisa sio chini ya mawili au matatu, amekuja kanisani kwako alafu anajaribu kuleta ukaribu sana mbele yako, anajaribu kuonyesha ni mwema sana mbele yako, usimkumbatie huyo mtu. Kama anapata ujasiri wa kusema vibaya makanisa aliyotoka, hayo makanisa 6 aliyopita, kama anapata ujasiri wa kuyasema vibaya, nina uhakika kabisa na wewe atakusema vibaya sio muda mrefu. That's why, ndio sababu kwa nini sisi Eligibo hatuna mtindo wa kuwafuata watu na kuwashawishi watoke makanisani kwao watufuate sisi. Mimi ninachokifanya, sisi kama Eligibo tulishaagana na Mungu ya kwamba watu ambao tutawahubiria wamfuate Kristo ni watu ambao wametokea kwenye dini, watu waliotokea kwenye dini. Mmojawapo ni Roman Katoliki. Roman Katoliki sio makanisa ya wokovu, wa Sabato, Waislamu. Hawa watu tuna uhalali kabisa wa kuwahubiria waje kwa, na dini zingine ambazo hakuna wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu yoyote ambaye yupo kwenye kanisa la wokovu, ninakushauri mtumishi mwenzangu, mtu yoyote ambaye yupo kwenye kanisa la wokovu, ameokoka mahali, mkaenda mkamshawishi, ukajaribu kumshawishi apaone pale alipo ni pabaya ili umtoe kanisani alipo, mkatumia ushawishi wowote wa namna fulani, hilo jambo lilopanda linakuotea njiani, litakuja kutokea. Naongea na mtu hapa. Kuna wachungaji leo wanalia, kuna wachungaji leo wanapitia maumivu kwa sababu walijaribu kwenda kuvuna washirika waliopandwa madhabahu nyingine, waliopandwa madhabahu zingine za kiroho. Yaani ni sawa na kusema EAGT anaenda kumhubiria TAG aje kanisani kwake. Hivi mnaona hiki kitu kiko sawa? Kuna watu wangapi ambao wako mitaani wajaokoka? Kuna watu wangapi ambao wako mitaani tunahitaji wafikiriwe Injili? Leo hii tunaanza tena kuhubiriana, tunaenda kuchukua watu wa kanisa fulani kuwaleta kanisa fulani. Hiyo sio tabia nzuri, hiyo sio tabia nzuri. Ubili, maandiko yanasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Mataifa ni watu gani? Mataifa ni watu ambao bado hawajamjua Kristo. Halo, wale watu ambao tayari wameshaokoka, kwa nini uwafate watu makanisa ambao wameshaokoka unawataka wahamie kanisani kwako? Wewe haumtumikii Mungu, unataka kutumikia matumbo yako, unataka idadi ya sadaka. Halo, nazungumza na mtu hapa. Mungu akuponye. Nimekutana na watu wa aina hizi wanaojaribu kwenda makanisa ya watu, wanakonvisi watu wahame kwenye makanisa yao. Kifanya hicho kitu ni mbegu umeipanda, sio muda mrefu itakutokea puani, sio muda mrefu itakutokea puani. Biblia inasema pandacho mtu ndicho atakachokivuna. Halo, kiu yangu ni kuona walevi wanabadilika. Kiu yetu kama Eligibo ni kubadilisha walevi
kuna watu ambao hawajamjua Kristo. Kuna watu ambao hawajui kanisa wala msikiti. Hao ndio tunatakiwa tuwafikie. Tunatakiwa tuwaendee Wasabato ambao wameshikilia sheria, wamedanganywa. Tunatakiwa tuwaendee Waislamu ambao wameshikilia miungu, wamedanganywa. Tunatakiwa tuendelee Waromani Katholiki ambao wameshikilia kuabudu miungu, wanaabudu vitu wasivyovijua, ambao wamedanganywa. Tuwabadilishe waweze kufikiwa na hiyo nuru, waijue kweli ya Kristo, waje waokoke. Tuachane na kuhamisha watu madhabahu zingine kuwaleta kwenye madhabahu zetu. Hicho kitu ukifanya kitakutokea puani. Halo? Kwa hiyo mimi nazungumza tu ukweli. Mshirika yoyote ambaye ametoka kanisa lolote, alishaokoka makanisa zaidi ya 6, anakwambia nilienda kanisa fulani, nikatokaga nikaenda kwa mtumishi fulani, nikatoka nikasali kanisa fulani, nikatoka nikasali Ubungo, nikatoka nikafanya, afa anakuja anaanza kusifia kanisa lako, anasema kwa kweli nimepita makanisa zaidi ya 7, lakini kanisa hili namuona Mungu. Ni mwongo. Ni mwongo. Haiwezekani mtu aame makanisa zaidi ya 7 alafu kote anaona kwamba hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Ni mwongo. Kuna kitu hakiko sawa. Inawezekana hili jitu ni jizinzi, au limesali kanisa fulani wakilionya juu ya maovu halitaki kuacha. Watu wengi huwa wanaama makanisani kwa ajili ya viburi, hawataki kuonywa. Mchungaji akimuonya anaama. Nishaikutana na vijana wa hivi. Kuna kijana nikutana naye ameama makanisa zaidi ya 8. Leo Bunju, kesho Tegeta, amehamia Mbweni, amehamia wapi. Ukimuuliza kwa nini unaama makanisa, anakwambia mchungaji aliongea kauli fulani mimi sikupenda, mara sijui niliwaambia sio wanikaribishe niimbe wimbo binafsi, hiyo siku hakunikaribisha wakati nilikuwa nimepeleka jina. Unaona sababu? Nonsense, unaongea upumbavu. Yaani kwa ajili ya kukaribishwa kuimba kanisani, eti yule mwongoza ibada amesahau kukaribisha jina lako ndio unaama kanisa. Hivi unaona upumbavu kama huyo, mpuzi kama huyo? Hao ndio wanaotusumbua makanisani. Hawataki kuonywa, hawataki waambiwe ukweli, wanataka mchungaji ahubiri anachokipenda. Ndio wale watu wanataka, kwa sababu ni mtoaji, hataki message fulani zenye kumchoma, hataki kuonywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe wewe katika jina la Yesu, usiwe wewe katika jina la Yesu. Waacha wengine wafanye hivyo. Sisi Eligibo hatutokuja kuifata madhabahu ya mtu, kumchomoa mtu, kumleta kwetu. Yeye ndiye atakuja kwetu. Sisi kazi yetu ni kuwafata mitaani wale ambao hawamjui Kristo, wale ambao hawajaokoka, wale ambao bado nuru haijaingia maishani mwao, waipate kuijua nuru katika jina la Yesu. Ni kazi yetu sisi ni kuwafata wale wa dini na kuwabadilisha wamjue Kristo. Lakini wale waliookoka hatuna shida nayo, hatuna shida nao, kwa sababu tayari wanamjua Kristo. Full stop. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yona akawaingiza wenzake kwenye shida, kwa sababu yeye amegoma kufanya alichoitiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amegoma kukifanya alichoitiwa kukifanya. Kwa hiyo sio kila mtu ambaye biashara yake ilikufa ni shetani aliua. Kuna watumishi wengi ukiwafuatilia, nishasikia shuhuda tofauti. Wengine waligoma kumtumikia Mungu. Nilikuwa nasikia kwa habari ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu, nampenda sana, anaitwa Abiudi Msholi. Ni mtumishi mzuri ambaye nampenda, anahubiri utakatifu. Napenda mimi watumishi wanaohubiri kweli ya Mungu. Anaitwa Abiudi Msholi. Anasema aligomaga kumtumikia Mungu, Mungu aliua kila kitu. Biashara aliua, sijui kitu gani aliua. Kwa hiyo kuna watu leo wananisikiliza au wananitazama, Mungu amejaribu kuwasemesha, wanakataa sauti ya Mungu, vitu vyao vinakufa. Mungu anaweza akaamuru vitu vyako vife kwa sababu umegoma kutii sauti yake. Na utajiuliza, kwa nini Mungu ananing'ang'ania? Kwa nini asimtumie mwingine ambaye yuko tayari? Ndio mnajidanganya. Kuna watu wanajidanganya eti ukiwa tayari Mungu atakutumia, wasio tayari Mungu anaenda na aliye tayari. Kuna watu ambao Mungu alishawafanya kuwa tayari hata kabla hawajaumbwa duniani. Kuna watu ambao Mungu alishawaambia, alishataka wawe tayari, alishawaweka utayari kabla hawajaumbwa duniani. Halo? Bidhaa yoyote inapoenda sokoni ilishajaribiwa kiwandani. Kila mtu unayemwona duniani Mungu alishamjaribu huko mbinguni, anajua. Mungu anajua huyu ni Daudi atastahimili hiki, huyu anajua ni hiki atastahimili hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unashangaa mtu anaharibikiwa vitu, mambo yaendi, vitu vinaharibika. Kwa nini? Amekimbia wito wa Mungu. Kwa hiyo huyu mtu kwa sababu amekimbia wito wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho anakuwa ni most wanted, anakuwa ni mhalifu, anatafutwa kwamba huyu mtu amekimbia kazi yake.
Kwa hiyo popote atakapoenda vitu viharibike, popote atakapoenda biashara zimkatae, ardhi yoyote atakayoenda miradi imkatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nilikuwa nazungumza nikasema, njia nyepesi ya kutambua wito wako, ukimfuata mtu ukamuuliza katika vitu upendi kufanya duniani ni nini? Sikia lile jibu la kwanza, mtu anakuambia kama mimi mtu alikuwa akiniuliza katika kitu upendi kukifanya duniani ni nini? Nasema mimi siwezi kuwa mtu wa madhabahu eti niwe mtu na ubiri haleluya haleluya, alafu na kejeli na kukejeli haleluya. Katika kitu nikasema katika kazi ambazo nazichukia duniani na siwezi kuja kuzifanya hata kwa bahati mbaya ni kuwa mhubiri, eti nimekaa kabisa eti nawahubiria watu. Umeona kwa nini nimeshindwa kusema sipendi kuwa mkulima? Kwa nini nimeshindwa kusema sipendi kuwa mwanajeshi? Kwa nini nimeenda kusema nachukia kuwa mtumishi? Mara nyingi vitu ambavyo watu wengi ukimuuliza anakichukia ndicho alichoitiwa. Kwa hiyo shetani ameugeuza moyo wake, unakuwa unachukia kile kitu, lakini ndiko Mungu alipomwitia. Alo, sema kwa jina la Yesu, Mungu nijulishe kweli yako ili nisiangamizwe na wewe kwa sababu ya kugoma kwenda mahali ulipokusudia, kwa jina la Yesu. Yona vitu vyake vikapigwa, watu wakaingia kwenye shida, walioambatana naye wakaingia kwenye shida kwa sababu ya mtu huyo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi do you know kwamba hata kuna ajali huwa zinatokea, lakini hizi ajali inatokea ajali inaua hata watu 80, lakini alikuwa anatafutwa mtu mmoja kutoka kuzimu. Mtu mmoja anasababisha ajali inawapata watu. Mnaelewa kitu kama hicho? Ndio mnapopanda ya magari muda mwingine ombee. Kuna watu wamebeba miloho ya ajabu, kuna watu wanatafutwa kuzimu wapigwe. Sasa gari ikipinduka, kuna wengine wanakufa wasio na hatia. Watu wengi wasio na hatia kwa sababu ya haya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, utakuja ugundue jambo moja hivi. Naomba nizunguze tu mfano wa kawaida. Polisi wakigundua kwamba kuna mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya, na wakigundua kwamba unatumia madawa ya kulevya, unakaaga na kundi lako, una watu fulani, mko na genge lenu pale, mnakaa na genge lenu, mnayatumia madawa ya kulevya. Nadhani wengi hapa mshatazama movie au mnajua kwenye movie inavyoendelea kwamba polisi wanapoenda kukamata watu ambao ni wavuta bangi au wa madawa ya kulevya, wakienda kwenye ile grupu, yawezekana wamepewa taarifa ya mtu huyu mmoja kwamba kuna mvuta bangi anaitwa fulani, huwa anakaa, kuna genge fulani liko Manzese. Ukienda Manzese wanakaa karibu na duka fulani, ukienda pale utamnasa. Kinachofanyika ni nini? Polisi wakienda kumkamata huyo mtu, je, wakifika pale wanamkamata mtu mmoja au wanasomba na wote ambao wanawakuta wanavuta bangi? Wanawasomba wote. Hiyo ndo kawaida ya polisi wanachokifanya. Wanaweza kuwa wanamtafuta mhalifu mmoja, lakini wanapomtafuta huyu mhalifu mmoja, wakikuta wahalifu wanapomkuta katikati ya watu fulani, wanapomkuta kwenye familia fulani, wanapomkuta na marafiki fulani, wanasombwa wote, wanapelekwa polisi. Maelezo yataenda kujulikana huko kwa huko. Na ukisha bebwa tu ujue kwanza jiandae 50,000 ya kutoka. Yaani ukisha sombwa tu. Kuna watu wengi walishafungwa kwa sababu walikutwa na mtu mwenye hatia. Kuna mtu mmoja aliuliwa vibaya, alinunua simu kwa mtu, alafu wako na rafiki zake wanarushiana nyimbo, wakaja wakasombwa wote. Kuna mtu mmoja aliokota simu ya iPhone, aliiba simu ya iPhone, wakati amewasha natumia, wakaitrack, wakaja kumkuta na rafiki zake, wakasomba wote. Haya matukio mnayajua, hata mengine alishatokea. Hiyo ndo kawaida, polisi huwa wanasomba watu wote wanaowakuta pale. Na kama polisi wanasomba watu wote, hao watu wanafuata kanuni ya rohoni. Kwa hiyo Mungu anapokuja amempa mtu kazi fulani, au kuna mtu ambaye ni most wanted amegoma kufanya lile jukumu ambalo Mungu amempa, Mungu akishuka au akiachilia ghadhabu, inapiga wote walioko naye, inapiga familia yote. Kuna familia zinapitia shida sasa hivi, kuna familia zinapita kwenye magonjwa au kitapita kwenye tabu nzito, kwa sababu kuna mtu mmoja amegoma kusema Bwana, nimeitika. Mungu anasomba. Kuna mambo mengi yanatokea, watu wa Mungu, sio shetani. Najua utakimbilia kwenye andiko lako la Maombolezo sura ya 3,
mstari wa 31 hadi 33 kwamba moyo wa Mungu haupendi kuwatesa wanadamu, ajapo nihuzunisha atanirehemu kwa kadri ya wingi wa rehema zake. Kuna wakati Mungu anakuhuzunisha sawa sawa mpaka umekubali. Halo, nazungumza na mtu hapo. Utakaa mahali unaomba vitu haviendi, unajaribu kumwita Mungu, kumbe Mungu anakuangalia tu, wewe umekataa mission, unaruhusu vitu viharibike. Mungu amekuita wewe ni mhubiri, unafanya uko kwenye biashara. Mungu anakuita wewe ni mfanya biashara, wewe ni mhubiri. Ndio hao wahubiri ambaye akifanya huduma siku 2 3 anaacha, anasema mpaka nipate hela mtaji. Lakini mtu aliyeitwa kweli huwa angalii mazingira. Mtu aliyeitwa kweli kwenye hicho kitu huwa hayumbishwi na mazingira, huwa hayumbishwi na hali, huwa hayumbishwi kwamba Jumapili tulifika hapa tukiwa watu 30 50, leo wamekuja watu 5. Huwa hayumbishwi na idadi ya watu. Huyu mtu huwa anayumbishwa na kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Nazungumza na mtu hapa. Halo? Kwa kuna mtu anapitia tabu saa hizi, kumbe amekataa kuwa mahali ambako Mungu alitarajia awe, ambapo Mungu amemwambia awe. Na kwa sababu amekataa, Mungu ametaka awe ni mhubiri, yeye amepambana na biashara, amekomaa na biashara, anaenda na kwenye maombi, anaenda na kwenye mifungo. Kuna watu wako makanisani sasa hivi ni wahalifu, ndio maana wanaombewa waponi, kwa sababu wajaenda mahali ambako Mungu ametaka wawe. Anaenda na kwenye mifungo, anaombea na biashara zake. Baba, imeandikwa katika Mathayo kwamba kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Hilo pando ling'oke, unajikuta unang'oka wewe, biashara yako inang'oka. Why? Umegoma kukaa mahali pako. Kuanzia leo Mungu akupeleke mahali pako. Kuna watu ni wahubiri, kuna kitu chochote Mungu amekuwekea jambo fulani, Mungu akakufunulia wewe unatakiwa kuwa wapi. Mungu akakufunulia Ninawi yako inatakiwa kuwa wapi. Naachilia maelekezo ya kiungu juu yako katika jina la Yesu. Mungu ananiambia kuanzia leo atakutoa Tarshish, atakutoa Tarshish, atakupeleka katika Ninawi yako. Yona baada ya kufanya yale, watu wameingia kwenye shida, watu wanapitia shida, wameharibu mizigo, wametupa mizigo baharini kwa sababu ya mtu mmoja. Halo, kuna hasara ambazo watu wanaingia mahali. Unaweza ukakaribisha mgeni, kumbe huyu mgeni amekimbia sehemu fulani, amekimbia assignment ya Mungu. Akifika kwako, madhara yanaanza, tabu nizaanza. Mbona tangu aje mgeni huyu ndio nimeacha kupata hela? Mbona tangu aje mgeni huyu vitu vinaharibika ndani? Kwa sababu amekimbia assignment, amekimbia calling ambayo Mungu amempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema na hata baada ya kumtupa Yona kwenye maji, Yona alifikiria kwamba bora nife sasa, kifo cha amani. Mungu akatuma samaki ndani ya maji, samaki akammeza Yona, akakaa tumboni ndani ya siku. Yona ilibidi aingie kwenye mfungo ambao sio tarajia. Yale ni mateso, ule ni mfungo. Ndani ya siku 3 yupo ndani ya tumbo la samaki. Ndani ya siku 3 Yona anahangaika ndani ya tumbo la samaki. Hivi unasikia nini maana kwenye tumbo? Unajua joto liloko ndani ya tumbo, mmeng'enyo ule wa chakula, unajua kinachopo huko. Maana Yona mavi ya samaki, sijui kila kitu vilikuwa vinaenda naye huko. Alihangaika. Bado Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ametarajia jambo, alishamsuka Yona kwa sababu ya mission fulani. Mungu yule samaki akahusika, Mungu akamcontrol yule samaki, akammeza Yona, akampeleka Ninawi, akaenda kumtema ufukweni mwa Ninawi. Nenda kahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kumkimbia Mungu, huwezi kukimbia Mungu. Mungu yuko kila mahali. Ukikimbilia baharini, anaweza akamtuma hata kambale akumeze, akupeleke unakoenda. Yaani wewe unakimbilia Moshi, Mungu ametaka uende Mtwara, anaweza akakusababisha chochote kikumeze, kikupeleke Mtwara. Kwa hiyo Yona akamezwa, akapelekwa Ninawi hubiri Injili. Unajiuliza kwa nini Mungu anamng'ang'ania mtu? Kwa nini Mungu anamng'ang'ania? Si angeachana na Yona? Ndio hapo kuna watu wanajiulizaga maswali ya kijingajinga. Kwa nini Mungu akahangaika na Adamu? Si Adamu wetu angekuwa Ayubu, Ayubu mbona angeshinda? Adamu ni Adamu, Ayubu ni Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, yamkini maisha yangu ninayoishi hayaeleweki, sijui nilipo napaswa kufanya nini. Mungu, kama ulivyomtuma yule samaki akammeza Yona baharini, akaenda kumtupa Ninawi,
na mimi vile vile achilia matukio yatakayonipeleka mahali ulipokusudia, ili niweze kuwa mahali ulipokusudia, ili niweze kufanya kazi yako kwa jina la Yesu. Tuma samaki wako ili anipeleke mahali pa Edeni yangu kwa jina la Yesu. Kwa dakika moja, hebu omba Mungu akupeleke mahali pa Edeni yako, akupeleke mahali pa Edeni ya ndoa yako, akupeleke mahali pa Edeni ya uchumi wako, akupeleke mahali pa Edeni ya kazi yako, akupeleke mahali pa Edeni ya ofisi yako. Wewe unang'ang'ania Edeni ambazo sizo zako. Kuna Ninawi ambayo Mungu alikusudia uende, yeye ndiye alikupangia huko. Shadabaradabush. Mwambie Bwana, nipeleke mahali pa Edeni yangu. Salashkobrehete meleshkatorigande seishatarigabandos le combregedigas combrehete redigas combragatolias salushka fragida haste le shatila ampregeduske. In Jesus name. Chapie Bwana Yesu makofi. Umeona sasa? Kwa hiyo Yona alisema anataka kumkimbia Mungu. Hauwezi kumkimbia Mungu. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Yaani Mungu alimuumba Farao ili aje atumike kwa kile alichofanyiwa. Kwa hiyo Mungu hamna kwamba ngoja nimtafute Farao mwingine kwa kuwa aliyekusudiwa amekusudiwa. Amekusudiwa. Hakuna namna kwamba eti wangeua watoto wote wamuue mpaka Musa. Musa alikusudiwa ndio maana akabaki kuwa hai. Yesu alikusudiwa ndio maana Herode alishindwa kumwangamiza Yesu. Na wewe pia umekusudiwa kwa sababu kuna mahali unatakiwa uwe. Kuna vitu unatakiwa uvifanye kwa sababu ndio mahali pa wito wako. Kama Mungu ameshakujulisha na kwa sehemu umejua mahali ulipoitiwa kuwa, mchapie Yesu makofi. Hiyo ni neema pia. Maana kuna Wakristo leo ambao wanatembea kama mapunguani. Yupo miaka 7 kanisani, hajui ameitiwa kufanya nini. Hajui yuko madhabahuni kufanya nini. Ndio maana haelewi. Leo anaibukia hiki, au nimeitwa kuwa mhubiri. Akiona mhubiri anahubiri madhabahuni, anapenda anavyohubiri, akilala usiku naye anaota vindoto anahubiri, anahisi labda ameitwa kuhubiri. Haelewi ameitiwa wapi. Mungu akufunulie ulipoitiwa kuwa. Mungu akufunulie ulipoitiwa kuwa. Kama amekuitia biashara akufunulie. Kama ameitiwa kukaa madhabahuni akufunulie. Kila mahali ambapo Mungu amekuitia atakuweka. Na chochote ambacho kinaweza kuchelewesha pale ambapo Mungu amekuitia, Mungu huwa yuko lazi hata kukiua. Kuna habari ya mtu mmoja anaitwa Ana binti Fanueli kwenye Biblia. Utamtafuta historia yake. Mungu alimuita huyu mama, ni nabii, alipewa wito wa kumwombea Yesu. Yesu hajazaliwa. Kwa hiyo yeye alitakiwa amwombee miaka 40 kabla Yesu hajazaliwa. Alafu yeye yuko bize na mume wake wanakula baga. Yuko bize na mume wake wanakula baga. Mungu aliua mume. Yule mwanamke alikaa madhabahuni miaka ya kutosha, miaka 40 sio 80. Alikaa madhabahuni miaka ya kutosha. Kwa nini? Mungu akipanga kitu kwa mtu lazima kiwe. Na wale watu watakaosogea karibu watapata madhara kwa sababu wanataka kuharibu kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunajifunza nini? Kukimbia wito wa Mungu kunaweza kuleta dhoruba nyingi sana kwenye maisha ya mtu. Kukimbia wito wa Mungu kunaleta dhoruba nyingi kwenye maisha ya mtu. Mimi nilikuwa nakimbia utumishi na ng'ang'ania kuimba. Nimekaa nataka kuwa kama Diamond. Ndio kisa changu cha mimi kuja Dar es Salaam. Nilikuwa nakuja ili nipate access ya kwenda lile jengo la Freemason ambao liko Posta. Nataka kuwa kama Diamond, yani nang'ang'ania kwamba mimi lazima niwe msanii mkubwa Tanzania, niwe mwimba bongo flavor, najichola, nanunua macheni, nafanyeje. Lakini baba yangu aliwahi kuniambia kitu kimoja, hata ufanye nini, hauwezi kufanikiwa huko, sio kwako. Nikawa nachukia kwa nini baba ananiambia kauli kama hizo. So nimejaribu kumkimbia Mungu. Na mimi sasa, kwa sababu nyumbani walikuwa wananionya, wanataka nikae vizuri na Mungu, nikaacha kusali. Kumbuka nilikuwa naenda kanisani hivyo hivyo, angalau si mtoto wa mchungaji. Kwa naenda kanisani hivyo hivyo, naenda kanisani lakini ni mtu ambaye watoto wa wachungaji wengi huwa waokoki mpaka akuwe na yeye amkiri Yesu kwa namna yake. Kwa naenda kanisani hivyo hivyo, wanawake siachi na starehe za dunia siachi. Nikawa naenda kanisani, lakini baba anavyoendeleza kunionya, mimi sitaki hizo nyimbo unazoziimba. Akipita mitaani watu wanasema, mzee, mtoto wako anaoimba, tumemkuta mahali anakata mauno. Na
baba ananionya, anasema mimi sitaki hicho kitu. Nikaama na kanisani, nikahamia Roma. Ndo ujue hofu ya Mungu mtu anayo kama anayo tu. Nimehamia Roma, nisikukaa hata wiki, nikasema huku sio kwa kusali. Nilisikia mkavu, bado nikawa najisikia hukumu. Nimekaa wiki, nimeona hapa sio kwa kusali, na sio mtu wa Mungu eti. Nasikia hukumu kwamba wewe hujanijua vizuri. Nasikia tu sauti inaniambia nitakupukutisha. Nikakomaa na miziki, nafanya miziki, nafanyeje, sijawahi kufika. Nikaja Dar es Salaam, mimi nimeishi na wasanii, nimekaa kwa wasanii wakubwa, nimeenda kukaa kwenye nyumba za wasanii wakubwa, wamenilea, wamefanyeje, lakini sitoboi, siendi mahali. Alafu cha ajabu, ninamshukuru msanii mpaka leo, na kama ataiona clip hii, Mungu aendelee kukubariki. Huyu msanii, moja ya msanii ambaye alinisaidia hapa Dar es Salaam, alinilea, nilifikia kwake na akanilea, anaitwa Timbulo. Nimekaa naye huyu msanii. Kuna kipindi alikuwa akiniita, naona ni Mungu alikuwa anamtumia, alafu ni Muislamu eti. Ananiita, ananiambia, mdogo wangu, wewe unapenda kuimba hivi, unajua yaliyopo ndani ya muziki? Ananiambia, wewe, mimi hata watoto wangu sitamani wafanye muziki. Mimi sitaki watoto wangu waje wafanye muziki, huku kuna uchafu mwingi. Mimi ningetamani hata umtumikie Mungu, bora ufanye hata kazi zingine. Ni Muislamu huyo, ananiambia hivyo, niko kwake. Baadaye nikienda chumbani nakuwa na hasira, nasema hivi, huyu mtu ni mpumbavu. Wivu tu, ananionea wivu kwa sababu ya kipawa changu. Hataki tufanikiwe wengi, ananionea wivu kwa sababu ameona nina kitu kikubwa. No. Mungu anaweza akamtumia hata mtu usiyedhania akupeleke kwenye mstari. Mungu anaweza akamtumia hata mtu usiyedhania akaja. Unaweza ukakutana na mlevi hivi, mlevi kalewa, ukashangaa mlevi anakwambia wewe, hizo kuigiza kutakuwa, akakupa ujumbe wa Mungu kabisa. Mimi nilikutana na mlevi, nikampa buku, akanitamkia baraka, nikapata kazi. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia kitu chochote. Hata maji machafu unaweza usiyatumie kuyanywa, lakini hayo maji machafu ya hifadhi unaweza ukaja kuyatumia kumwagilia maua, na maua yakastawi, kwa sababu maua kwani yanastawi kwa maji masafi? Kwa Mungu alimtumia brother Timbulo, alimtumia huyo msanii, akaanza kunishauri mimi. Alafu hivyo ananiambia, bora hata uwe mtu wa kusali. Wewe si Mkristo, kuna kanisa liko hapa kwa Timbulo ni hapo, afu nje hatua kama kadhaa kuna kanisa lipo karibu yao. Ananiambia kuna kanisa liko, bora hata uwe mtu wa kusali. Mimi sikushauri kwenye muziki. Nikakasirika mpaka tukagombana, tukakosana, akaniambia niondoke kwake, nikatoka. Mimi nikijua kwamba mimi nitakuwa msanii, kumbe lile neno la baba yangu alilolitamkaga kwamba wewe hata ufanye nini, Mungu alishaniambia wewe ni mtoto wa nadhiri, Mungu alikuchagua kuja kuwa mtumishi wake, wewe ndio Musa wa familia hii. Mimi nilisema siwezi kufanya hiki kitu, nikawa najitia moyo kwamba mbona watu wapo wakina Lady JD, wako wasanii wakina Lina, wazazi wao walikuwa walokole, lakini wao wakaimba bongo flava wakatoboa, na mimi nitatoboa. Nilijikuta natoboka mimi. Hakuna mahali niende wapi? Nitoboe niende wapi? Halo, naomba usikivu tu. Hakuna mahali nilienda. Sasa ndo nikaja kugundua baadaye. Kumbuka kule nyumbani walivyonionya kwa baadhi ya kuimbaimba hayo manyimbo. Baba anasema, mwanangu, unaniaibisha mitaani, watu wananiita kwamba baba, mtoto wako anaimba bongo flava huku. Baba analia machozi mbele za Mungu, huyu mtoto amekuaje? Nikahamia Roman Katoliki, nikasali wiki 2, nikaondoka, nikaza huko kuchafu, sisikii uwepo, eti na mimi ni mwovu, sisikii uwepo wa Mungu. Nikakaa nikawa mhuni, nikafanyeje? Sasa nikaona mzee anaendelea kunikwaza, baba yangu anaendelea kunikwaza. Kwa hiyo nikasema ninahama, naondoka sasa huko mkoani ili nikafanya uchafu wangu mbali, nikijua ninahama ili nije nifanikiwe kumbe ndo Mungu ametumia samaki kunileta, ananipeleka Ninawi. Kwa samaki akanichukua kutoka kule, akaja kunitapika kwenye Ninawi yangu. Mimi nilijua nakuja kufanikiwa mziki, kumbe nakuja kuwa nabii. Nilijua nakuja kufanikiwa mziki, nakuja kufunga kila roho, kumbe najifunga kuwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema jukumu la Mungu alikimbiwi.
Sema wito wa Mungu haukimbiwi. Wala sikudanganye mtu. Mungu alivyokusuka wewe amekusuka kwa namna yake. Mungu alikuandaa kwa namna yake. Alichokupa wewe hajampa mtu mwingine. Kilichopo kwako akipo kwa mtu mwingine. Kilichopo kwa Eliya akipo kwa Elisha. Eliya alikuwa anaua, alikuwa na upako wa kuua. Elisha alikuwa na upako wa kufufua. Kilichopo kwa Musa akipo kwa Yona. Kilichopo kwa Yona akipo kwa Isaya. Kilichopo kwa Isaya akipo kwa Hosea. Kila mtu Mungu amempa kitu chake. Sasa kuliko uanze kumpa Mungu kazi tena ya kutafuta wengine awaandae, lazima akupige, lazima akupige. Halo, hivi wewe unaweza kalizika? Wewe ni mkuu wa majeshi, mmemtengeneza mwanajeshi, mnampeleka mahali afa anaacha wanajeshi, anakuwa scout, unajisikiaje? Lazima atapigwa, atapigwa adhabu. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yona akasababisha madhara kwa watu wake, akasababisha madhara kwa watu waliokuwa wameambatana leo, wameambatana naye. Kuna ajali huwa yanatokea, huwa ni kwa sababu kuna mtu mmoja ndo anayetafutwa. Kuna ajali ambayo ilinikuta hicho kipindi kilichopita, ile ajali iliyonikuta Juskati hapa, ile ajali iliyonikuta, kumbuka nimeenda pale, kumbe yule mama ambaye nilikuwa nimeambatana naye aliniita nikaangalia eneo la huduma, ndiye alikuwa amepangiwa ile ajali. Sasa utajuaje kwamba alikuwa amepangiwa ile ajali? Kumbuka wakati nilipokutana naye tulikutana kwenye mambo ya kikazi, nikawa namtabilia. Nikatoka kwenye kazi nikamwambia, lakini mbona nakuona unafanya huduma, lakini hii huduma umeacha. Wewe unafanya huduma ambayo Mungu hakukuita. Ndio maana huduma yako inapitia mitikasi, inapitia vitu visivyoeleweka. Kwa hiyo wewe hujaitwa kufanya huduma. Yule mama ndo akaanza kunieleza, ni kweli nilifanya, lakini hivi na hivi. Nikamwambia mimi tunatafuta eneo la huduma, kama unaweza kutupangisha tupatie ile eneo. Mimi niko namtabilia kawaida. Nikamwambia wewe, Mungu hajakuita. Hao watu wanataka kukuua, wanataka kukuua kwa ajali, na usipoangalia utakufa. Mungu atanitetea. Nikamwambia Mungu hakutetei, kwa sababu wewe upo kwenye sio Edeni yako. Mahali ambapo sio Edeni yako Mungu hakutetei. Ukienda mahali ambapo sio Edeni yako hakuna utetezi wa Mungu. Ukienda mahali ambapo sio pako, ukienda kwa mume ambaye sio wako, ukimchukua mke ambaye sio wako, hakuna utetezi wa Mungu. Yaani kubali kupitia kikombe mpaka unakufa. Utaenda mbinguni lakini umechoka. Kwa hiyo utapitia mateso tu. Kuna watu leo Mungu haingilii kati wanavyovipitia, ni kwa sababu wapo mahali ambapo sio pao, wako mahali ambapo sio kwenye nafasi yao. Halo, naongea na mtu hapo. Kwa hiyo nikamwambia yule mama, wewe hujaitwa kufanya huduma. Ndio akaniambia basi twende nikakuonyeshe ile eneo. Kwa hiyo nimefika, kumbe si nimemtabilia yale maroho yamesikia, yakaenda kutoa taarifa kwa wale watu waliomzunguka. Cha kwanza kinaanza, yule mama amezungukwa na waganga, sijui mashe kwa nini. Tunafika nyumbani kufuri alifunguki. Kujaribu. Nikamwambia kwani hapa wewe unaishi? Anasema mbona nakaa siku zote na mchana nimetoka hapa. Tukaenda kununua mafuta duka la jirani, tunaweka kwenye kufuri lifunguke wapi. Nikasema mimi wacha niondoke, takuja kesho. Naondoka, yule mama akanitia boda. Ile boda ilitaka kupanda, akasema hii nashindwa kupanda kwa sababu alikuwa na tatizo la mguu. Yule mama akaondoka. Yule mama akanitia boda mwingine, akasema panda huyu boda, mimi napanda boda nyingine. Nilivyopanda ile boda ndo nafika napata ile ajali. Lakini ashukuriwe Mungu, katika ile ajali nitakiwa nidondoke katikati ya barabara nikanyagwe kichwa. Lakini Mungu alituma malaika akaninyenyua. Yaani mimi nilinyenyuliwa angani, nilichukuliwa juu kwa juu. Kwa nikapelekwa pembeni ya barabara. Kwa kule pembeni ya barabara nilivyo nani tu pale, kwa sababu nimekumbuka malaika alinichukua akaniweka hivi. Kwa lazima kaenda kujimwaga. Kwa ndo nikachuruzika kidogo. Ningedondokea katikati ya barabara kungekuwa habari nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya lile tukio kutokea, usiku huo mtoto wake na huyo mama yuko Marekani, akaota ndoto. Akamwambia mama, nimeota ndoto umepanda bodaboda, lakini baada ya kufika bodaboda umepata ajali mbaya, imekuua. Nimeota ndoto umekufa na kifo cha bodaboda. Mama, ombea hili swala. Mama yake akamwambia hili swala limetokea jana, kuna mtumishi alikuja kwangu hivi na hivi. Yule mama ndo kunipigia simu, mtumishi, kumbe ile ajali iliyotokea mtoto wangu aliniotea mimi. Nikamwambia mimi nilikutabiliaje? Nilikwambia wanataka kukua kwa ajali. Kwa hiyo sasa, kwa sababu yule mama ni most wanted na ufalme wa giza, wanataka kummaliza. Ina maana mimi nilivyoenda nikaambatana naye tu kwa muda mfupi, nikaingizwa kwenye kisasi ambacho hakinihusu.
nikaingizwa na mimi kwenye vita ambayo hainihusu. Umeona jinsi ya kuambatana na watu. Kila unayeambatana naye, jaribu kuijua vita anayopitia pia. Jaribu kujua huyu mtu amebeba assignment gani. Wengine unaambatana nao, kumbe wamekimbia mahali, kumbe wanatafutwa mahali. Kwa hiyo wakija polisi wa kipepo, wakija polisi wa kishetani, watakuja kukusomba pamoja naye, watakusomba pamoja naye. Kuna mtu ameajiliwa ofisini kwako, kuna mtu ameajiliwa ofisini kwenu, kumbe huyu mtu ni mchungaji. Yeye amepambana tu, anaendelea kufanya kazi za idara. Ofisi inaendelea kupitia madeni, ofisi inaendelea kupitilia hasara, kwa sababu huyu mtu hataki kuwa pale. Mungu anaachilia adhabu kwa ofisi nzima. Mungu anaachilia adhabu. Kuna watu wako makanisani, wanajua ni mshirika, amekaa kanisani, anajua ni mshirika, kumbe Mungu amemuumba kuwa mwinjilisti, na kwa sababu afanyi kazi ya uinjilisti, Mungu anaruhusu uchumi wake uharibike, afanye vitu, aishi kwa ugumu. Sema kwa jina la Yesu, haitokuwa kwangu. Sema haitokuwa kwangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona, sasa kuambatana na watu kunaamua baadhi ya vitu vikukute. Kuna madhara yatakukuta tu, yatakukuta tu, yatakukuta tu. Kuna watu umeambatana nao, kuna vitu umeacha kuvipata vya kiungu. Nitatolea mfano kwa mwingine, kwa mtu mmoja anaitwa nani? Alikuwa Ibrahimu. Ibrahimu, maandiko yanasema Mungu alivyomwambia Ibrahimu, toka nyumbani mwa baba yako. Mungu alipomwambia Ibrahimu toka nyumbani mwa baba yako, alimwambia toka wewe mwenyewe. Sasa kwa sababu Ibrahimu alikuwa na mke, manake ukiambiwa toka mwenyewe, kama mimi nikiambiwa toka mwenyewe, manake natoka na nani? Na mke wangu. Yeye akasomba wafanyakazi, ng'ombe, wakina Lutu, wajomba, sijui mabinamu, sijui manini, wapwa, akawabeba. Baada ya Ibrahimu kufanya kazi ya kumbeba Lutu kwenda naye, Mungu alinyamaza. Kuna mambo unaweza ukajichukulia maamuzi, Mungu akanyamaza, aongei. Na sio kwa sababu eti Mungu aongei kwa sababu hilo jambo liko sawa, ukafikiria liko sawa. Kuna wakati Mungu akikwambia jambo, Mungu huwa ashauri, Mungu huwa anakuambia. Akikwambia jambo, ukichukua maamuzi mengine huwa ananyamaza, na akinyamaza, hasara utakazozipata mbele zitakukosti wewe mwenyewe. Ibrahimu alivyobeba wakina Lutu, wameenda nao huko, mwisho wa siku kaona sasa wachunga ng'ombe wa Lutu na wachunga ng'ombe wa Ibrahimu wakaanza kugombana. Ng'ombe sijui mifugo yao wakaanza kugombana, wanapitia misokosoko. Lakini cha ajabu, kitu ambacho alichowahi kupata, hasara aliyopata Ibrahimu baada ya kubeba watu ambao Mungu aliamwambia usiwabebe. Ibrahimu baada ya kumbeba Lutu hakuwahi kusikia tena sauti ya Mungu, wala Mungu hakuwahi kushuka aseme naye tena. Hakuwahi kusema na Ibrahimu tena kitu chochote, kwa maono, kwa ndoto, kwa njozi. Mungu hakusema. Kuna mtu umeambatana naye, afu nataka eti Mungu, nataka nione nasikia uwezo wa sauti yako. Umeambatana na watu washenzi, umeambatana na watu walevi, afu unajiita umeokoka, unaambatana na watu wasiofaa. Eti na wewe unatafuta andiko la kujitetea, eti hata Yesu alikaa na watu wote. Wewe ni Yesu? Wewe ni Yesu? Eti hata Yesu alikaa na watu wote? Biblia inayosema kwamba msiambatane na watu waovu, maandiko yanasemaje? Msiambatane na watu waovu, msije mkalipwa uovu pamoja nao. Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Umekaa na watu wasiofaa, wanazungumza maneno ya ovyo ya kidunia, matusi ya nguoni, alafu unasema ni marafiki tu, matusi wanaowazungumza ni wao, lakini mimi nina roho wa Mungu. Hakuna roho wa Mungu, hiyo ni roho ya kipepo umeambatana nayo. Roho wa Mungu hawezi kukaa mahali pachafu. Roho wa Mungu hawezi kukaa mahali ambapo mtu anakupigisha stori za wanawake, afu umeokoka mnapiga stori za kishenzi za kihuni. Roho wa Mungu hakai mahali pachafu. Roho wa Mungu akikaa mahali pachafu huwa anahuzunika, kuna namna atatafuta akutoe. Halo, nazungumza na mtu hapo. Ibrahimu alivyokaa ameambatana na wakina Lutu hakuwahi kusikia sauti ya Mungu, na sio kwa sababu kuambatana na mtu wengine sio wabaya, sio kwa sababu kuna watu wengine ni wabaya. Lutu hakuwa mbaya kwa Ibrahimu. Huyo mtu anaweza asiwe mbaya, lakini sio kila mtu mzuri anaweza kuwa sahihi. Sio kila mtu mzuri anaweza kuwa sahihi kwenye wito ulioitiwa. Kuna wengine ni wazuri kabisa, mnaendana, mnacheka, lakini Mungu hataki ukae nao kwa sababu watakuchelewesha mahali. Ndio maana kuna wakati Mungu anaruhusu watu muda mwingine wachukiwe ili iwe sababu ya kusaidiwa. Mungu akaruhusu Yusufu achukiwe na ndugu ili amsaidie Yusufu aende kwenye kusudi lake. Wewe Yusufu angekaa na bembelezwa na petiwa, kitinda mimba wetu,
Unafikiri Yusufu angekuwa waziri mkuu, si lingekaa linakula ugali wa nyumbani? Lingekaa linakula ugali wa nyumbani, lina enjoy, linasema baba ananipenda, ndugu ananipenda. Leo kuna mijitu iko manyumbani kwao, kuna mianaume imekaa nyumbani kwao inakula ugali wa baba na mama na inajisifia kwamba mimi napendwa kwetu. Ndio unajofuatia hata mitoto mingi ya mitajiri inakuwa haina akili, imekaa inazoea ugali wa baba, inakula inaendesha magari ya nyumbani, inajisifia kwamba ndio maisha ambayo, na kumbe Mungu kuna namna analiangalia, anataka libadilike. Ibrahimu hakuwahi kusikia sauti ya Mungu mpaka siku ametengana na Lutu, ndipo Mungu akasema naye. Kuna watu wewe hautosikia sauti ya Mungu, hautosikia maelekezo ya Mungu. Unataka Mungu akuelekeze kwa habari ya biashara unaofanya, unataka Mungu akuelekeze kwa habari ya kampuni ya hiyo ofisi unaofanya kazi. Kuna watu umewashikilia, umeona ndio miungu yako. Umewashikilia watu fulani kwamba nikipitia jambo fulani nimshirikishe rafiki fulani, huwa akinishauri kitu kinawezekana. Huyo rafiki ni Mungu. Biblia inasema mkabidhi Bwana kazi zako zote na mawazo yako yatathibitika. Wewe unakabidhi kazi zako kwa watu, unawaita marafiki, jamani napitia hiki nishaulini. Kuna watu Mungu anataka kutenge nao, kwa sababu ushauri wanaokushauri unaweza ukawa ni ushauri mzuri, lakini usiwe sahihi kwa mtoto wako, usiwe sahihi kwa biashara yako, usiwe sahihi kwa majira yako. Unasema mimi natamani nifunguliwe macho ya kiroho, nifunguliwe masikio ya kiroho. Umeambatana na watu ambao hawana impact kwenye maisha. Kama mtu uliyookoka, unatakiwa uzungukwe na marafiki waliookoka wenzako. Usiwe na marafiki wa ovyo ovyo wasiofaa. Biblia inasemaje? Ajifanyiaye marafiki wengi ni kwa ajili ya uangamivu wake mwenyewe. Kwa Biblia yenyewe inakuonya. Umekaa na marafiki ajabu ajabu, unasema tu mimi imradi tu kwamba nina Mungu. Kama wao wanazungumza ya ajabu, sawa. Tukikutana wakazungumza mambo ya maeksi wao, sawa, lakini mimi nina Mungu. Wakizungumza mimi aliingii moyoni. Unajidanganya, acha ujinga. Jitenge na marafiki wasiofaa. Simaanishi kujitenga ni kutokuwasalimia, simaanishi kujitenga ni kuwachukia, no. Biblia inasema iweni na amani na watu wote, wapende, wasalimie, lakini usiambatane nao. Kuna kitu unasema hapa, siwezi kufanya hivi. Unakuta mtu eti ameokoka, yakitokea mambo fulani kwao, sijui misiba, sijui kuna mambo fulani anafanyagwa, sijui kwenye sheria za kwenye mila na desturi za ukoo, sijui mtu akifa kuna 40 fulani tunachanga, na wewe unatuma pesa. Umeshajiungamanisha. Ile adhabu ya Mungu inaposhuka, kama kupiga hiyo ibada za miungu kama wanavyofanyaga, kuna makabila ya huku kaskazini, Moshi, Arusha, kuna desturi fulani wanazo, wanafanya kama kiukoo, sijui kifamilia, sijui tuchange hela tukafanye nini. Afu nakuta jitu limeokoka liko kanisani, mtu umeokoka huko kanisani na wewe unashiriki hayo mambo, afu unasema eti magonjwa yaniache. Ya kuache kivipi? Ya kuache wakati unashiriki ibada ya miungu na upo kanisani? Unashiriki ibada ya miungu na wewe unajiita mlokole. Kwa nini? Unaambatana na vitu visivyofaa. Utakuja ugundue mke wa nani? Yakobo. Eti ni Yakobo, mke wa Yakobo alipobeba miungu ya baba yake, alivyoenda nayo kule, ilikuja ikamletea shida, alikufa kabla ya wakati. Kuna vitu sio vya kuambatana navyo. Kuna marafiki sio wa kuambatana nao, asikudanganya. That's why mtaona mimi baba yenu, kwa nini sipendi kuwa na marafiki, kwa nini sipendi sana mazoea na watu, sipendi sana mawasiliano na watu. Zaidi ni kwamba unaweza ukaona nimekuzoea ni kwa sababu tunakutana kwenye grupu la maombi. Nisiingie tu kwenye maombi siku 3, hautaona simu yangu wala nini. Sipendi kuzoea watu, sipendi kujiexpose kwa mtu. Nina watu wachache ambao labda nimeamua kuwazoea. Hata Yesu aliishi kwenye mfumo huo. Yesu pamoja na wanafunzi 12 alikuwa na watu 3 anaoambatana nao mlimani, washirikisha mambo ya faraga, mambo ya siri. Na ni kwa sababu gani? Wale watu walikuwa anawaamini na anawajua na anajua kabisa kuna kitu fulani kimekaa ndani yake. Sio kwa sababu unawashirika kanisani unaweza kuona kwamba kila mshirika yuko pamoja na wewe. Wengine ni mijusi, wamekuja tu kutembea tembea hapo. Wengine wamekuja kupeleleza tu. Wengine ni wapelelezi, maajenti wa kuzimu wako makanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Afu unamwaga siri zako zote kwa wote. Lazima uwe na watu. Moja ya kitu ambacho kinaua makanisa wengi na wito wa wachungaji wengi wanapitia hasara ni pale kuamini washirika kwa haraka. Sio kwamba kumwamini mshirika kwa haraka ni mbaya. Je, umemsoma, umemjua rohoni? Wengi wanaangalia huku mwilini. Mbona tunacheka, mbona tunafanyeje? Of course mimi nikimjua mtu hata kama ni mbaya, najua jinsi ya kula naye sahani moja. Halo,
Maandiko yanasema Paulo alipoenda kwenye ile nchi wakakuta kuna baridi. Walipokuta kuna baridi kule ufukweni, wakaomba, wakakokewa moto na wale wageni na wale wenyeji. Walipokokewa moto na wale wenyeji, Paulo alichokifanya ni nini? Baada ya kukoka moto, kuni zilipoanza kuisha, Paulo akatoka akaenda kutafuta kuni polini. Alipotafuta kuni polini, nyoka akakaa kwenye mkono. Manake kama alikuwa ameshika kuni na nyoka alikuwa katikati ya kuni. Lakini Paulo akajua kumbe kuna nyoka, kuna adui. Akajifanya hajamuona na akaenda naye hivyo hivyo. Kuna mtu amekuja kwenye huduma yako ni mpelelezi. Kuna mtu amekuja kwenye huduma yako ni agent. Mfanye hujamuona. Sasa kama unamfanya umemuona, yeye anaweza akajisifia kwamba amekuweza, anaweza akajisifia kwamba mimi hao anafanya hivi. Wewe mbebe. Zile kuni zinabebwa zinaenda wapi? Zinaenda kukokwa kwenye nini? Kwenye moto. Yeye si nyoka, anajifanya ni kuni, itajulikana mbele kwa mbele. Akibebwa, akikaa katikati ya kuni, akajifanya akakaa katikati ya, yeye ni nyoka, akikaa katikati ya kuni akajigeuza kama kuni. Mimi nimemjua ni nyoka, nitambeba hivyo hivyo kama kuni. Lakini ninavyombeba kama kuni, ninampeleka kule kwenye moto. Moto ndo utaenda kuamua, moto ndo utaenda kubagua, hiki kumbe alikuwa kuni, hii ni nyoka. Atapiga kelele kwa sababu umenipeleka mahali ambapo sio pangu. Wewe waache waje hivyo hivyo, waache wakusogelee hivyo hivyo, wala usijali. Waache wakujie kwenye maisha hivyo hivyo, wala usijali. Waache wakumbize, wala usijali. Wabebe kwa upendo, wabebe kwa nini? Lakini ukiwajua, nenda nao kwa akili, tumia hekima. Mahindi yatajulikana ni mahindi yatakapofika mashineni. Wewe yabebe tu, yatajulikana ni mahindi. Kama katikati ya mahindi kuna jiwe haliwezi kutoa unga. Kama katikati ya mahindi kuna jiwe haliwezi kutoa unga. Mahindi ndio yatatoa unga. Kwa hiyo tutawajua tu kwa matunda yao. Yesu asifiwe sana. Halo, nazungumza na watu hapa. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, niondolee kila walioambatana na mimi ambao sio sahihi, ambao wanasababisha ninapigwa kwa sababu yao. Uchumi wangu unapigwa, kazi yangu inapigwa, vitu vyangu vinapigwa kwa sababu ya kuambatana nao, kwa jina la Yesu. Juzi kati nimetoka kuongea na kaka yangu, tumezaliwa tumbo moja. Wakati anaongea na mimi, anambia ndugu wangu, ananiheshimu sana, nampenda kakangu, anambia niombee, kuna changamoto hii imetokea. Nikamwambia nani ni nani? Kumbuka sio nilisema nani. Akasema ni jamaa yetu, tunafanya naye kazi, huaga ananikopesha hela, ananikopa hela kwangu na mimi nampa, tushafanyaga kazi pamoja. Nikamwambia ametokea Kasisiwe. Akaambia anaishi Kasisiwe. Nikamwambia okay, huyo fulani kuna vitu anatembea navyo vinasababisha hata wewe unaingia kwenye shida kwa sababu yake, jitenge naye. Wewe unaona ni mfanyabiashara mwenzako, mna share idea. Huyu mtu ni most wanted katika ufalme wa giza. Kuna sharti amekosea kwa mganga. Kwa mganga akiachilia mapigo, shetani akiachilia mapigo yanakupiga mpaka wewe usiye na hatia. Jitenge naye. Sema najitenga nao. Sema najitenga nao. Haleluya. Funua kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 12. Wangapi wana enjoy somo la leo? Mwanzo 12 kianzia mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Hebu sema toka wewe katika nchi yako na jamaa zako. Maana Mungu alimwambia atoke katika nchi yake na jamaa zake. Neno nchi katika nania ya Kibiblia, nchi ni ardhi. So usiwafikia ni nchi. Ardhi ni nchi, inawakilisha nchi. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kuikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikie, nitamlaani akulanie. Basi Abrahamu 4 inasema Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye, na Abrahamu alikuwa na mtu
alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Halo, anasema Lutu akaenda pamoja naye, lakini kwenye maelekezo ya Mungu, Mungu hajasema wewe na mke wako na Lutu. Alisema jamaa zako, jamani, pamoja na ndugu, lakini yeye akawabeba. So baada ya kuwabeba hivyo, kuna kitu kilikuja kutokea mbeleni. Halo, ilivyotokea mbeleni, mabaya yakaanza kutokea, vitu vinatokea, mambo yanaharibika kwa Ibrahimu, sijui mifugo, sijui njaa, walipitia vitu vya ajabu ajabu sana. Funua Mwanzo 13 mstari wa 14 hadi 15, inasemaje? Inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, acha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako utazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Hebu mpigie Yesu makofi. Inasema Bwana akasema na Ibrahimu baada ya nini? Baada ya nini? Ya kutengana na Lutu. Kwa baada ya Ibrahimu kujitenga na Lutu, ndipo Mungu anatoka sasa, anakuja kusema naye. Kuna vitu wewe Mungu hawezi kusema na wewe kwa sababu kuna watu hujatengana nao. Hebu sema, ninajitenga nao kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, yoyote yule anayezuia sauti yako, anayezuia nisisikie sauti yako kwenye maisha yangu, yoyote yule aliyesimama anayezuia nisisikie maelekezo yako, nitenge naye ili nikusikie, nitenge naye ili nikuone, nitenge naye ili nizione baraka zako kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kumwambia Ibrahimu, nchi yote hii angalia, hivi nimekupa, baada ya kujitenga na mjomba yake. Kwa mjomba yake hakuwa mbaya, lakini hakuwa sahihi. Mjomba yake sio kwamba alikuwa mbaya, lakini hakuwa sahihi kuambatana na Ibrahimu. Inawezekana huyo dada yako sio mbaya, lakini sio sahihi kuambatana na maisha yako. Yusufu hakuwa, ndugu ya Yusufu hakuwa wabaya, lakini hawakuwa sahihi kuambatana na Yusufu, kwa sababu wangempenda Yusufu asingekuwa waziri. Nimezungumza na mtu hapa. Kuna mtu amepona? Sema Yesu niponye. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa utakuja ugundue Mungu anatoa mapigo, au kuna mambo huwa yanayopata watu kwa sababu kuna most wanted mmoja au wengi, na hata kama huko una haki, ukikaa katikati unasombwa. Umekaa na wavuta bangi, polisi wanapokuja, wewe sio mvuta bangi, ulikuwa umekaa nao, unasombwa, na wanaenda kusema kabisa, hawa watu tumekuta wanavuta bangi. Yaani hata wewe wanasema tumekuta unavuta. Ndivyo vinavyotokea. Utakuja ugundue baada ya malaika kutoka kwa Ibrahimu, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 19:24 ukianzia 23, baada ya wale malaika kutoka kwa Ibrahimu, wametoka kwa Ibrahimu wakasema, sasa sisi tunatoka kwa Ibrahimu, ametufadhili kiasi hiki, kwa nini tumfiche? Hatuna haja ya kumficha neno lolote. Amen, nisikilize, hatuna haja ya kumficha neno lolote. Ikabidi tu amwambie Ibrahimu, Bwana, tunashukuru kwa msosi uliotupa, lakini tunakwambia ukweli, tunaenda kuangamiza Sodoma na Gomora, tunaenda kupiga kiberiti. Maovu ya hawa watu yamefika kwenye mboni ya jicho la Mungu, imetosha sasa. Ibrahimu baada ya kujua hivyo, sasa hapa itakuwaje? Kule kuna ndugu yangu Lutu alikuwa anakaa Sodoma na Gomora. Walipotengana, Lutu akaenda Sodoma na Gomora, Ibrahimu akabaki nchi nyingine. Ndipo Ibrahimu akaanza kuuliza, sasa Bwana, ikiwa kuna mwenye haki mmoja, unaweza ukawapiga wote? Akasema, kama kuna mwenye haki mmoja, nitawaacha kwa ajili ya mwenye haki mmoja. Ikiwa kuna mwenye haki 50 sijui na nini na nini, nitawaacha wote kwa ajili ya mwenye haki mmoja. Ikiwa kuna hivi sijui kuna watu hivi, nitawaacha kwa ajili. Akawa anauliza maswali kwamba ikiwa kama kuna mtu mmoja ndo mwenye haki, lakini wengine wote 50 wamekosea, je, utawaua wote? Anasema nitawaacha. Ikiwa kuna watu wawili waliokosea na kuna mwenye haki mmoja, nitawaacha. Ibrahimu alikuwa anafanya hivyo kwa sababu kuna ndugu yake, kwa anawaza kwamba ndugu yangu anaweza akasombwa na hili. Lakini utakuja ugundue
Hapo pia kuna kitu cha kujifunza. Kumbe kuna watu wako salama kwa sababu ya sisi wenye haki. Kuna mitaa iko salama, wachawi hawaisumbui tena kwa sababu ya sisi wenye haki. Kuna nyumba za wapangaji ziko salama kwa sababu kuna mtu mmoja mwenye haki anakaa pale mahali anaomba. Kuna nyumba mimi nimewahi kuishi ya kupanga, watu wanapigwa mpaka wanadondokea masinki, watu wanapigwa vibaya na vitu vya mle ndani, wanaliwa chakula, wanachukuliwa hela. Akiweka hela, majini anachukua fungu ya 10, majini anachukua fungu la 10. Lakini tulivyofika wakasema kukatulia. Kwa nini kumetulia? Kwa sababu kuna mwenye haki mmoja ameingia. Mwenye haki mmoja anaweza kukaa kwenye mtaa ukawa salama kwa ajili yake. Mtaa unaweza kuwa salama kwa ajili ya mtumishi mmoja wa Mungu. Nyumba zinaweza zikawa salama kwa ajili ya mtumishi mmoja wa Mungu. Ndio maana ni vibaya sana kuwafukuza watumishi wa Mungu. Wanaweza wakakaa sehemu yako, kumbe pakawa na baraka fulani. Unaona hapa Unaona hapa, mwenye haki mmoja anasema, mwenye haki mmoja, akiwepo mwenye haki mmoja afu watenda dhambi waliokosea wako 50, anasema nitawaacha kwa ajili ya huyo mmoja. Ina maana Mungu anaweza akaiacha familia yako isipitie mabaya kwa ajili ya wewe uliyeokoka. Mungu anaweza akauacha ukoo wako waache kupitia mabaya kwa sababu ya wewe uliyemkiri Yesu. Halo, usione kwamba unapoteza muda. Kuna watu unawaokoa, kuna ajali nyingi unaziokoa. Nadhani mnakumbuka jana tulikuwa tukiomba, kuna kitu Mungu akatusemesha, akasema tuombee kwa habari ya mahospitali na watoto, tuombee kwa habari ya mahospitali na watoto. Nimeamka asubuhi nashangaa, ninaingia YouTube hivi nakutana na mtumishi mwingine anasema Mungu amempa ujumbe, mwezi huu ni mwezi ambao watoto wanataka kuzimu imeagiza watoto wauliwe. Kwa hiyo watoto wanauliwa mahospitali, wachanga, mimba zinauliwa, wajawazito wanakufa bila sababu. Kwa sababu gani? Kuna watoto wanahitajika kuzimu. Halo, unaona kuna watu sasa hivi kwa ajili ya maombi yetu, kuna watu Muhimbili wameamka salama, kuna watu wameamka hospitalini wamepona, wameruhusiwa, lakini kwa sababu ya maombi ya wenye haki fulani wako Dar es Salaam. Unawaokoa watu, maombi yako yanaokoa watu. Hebu jichapie makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa malaika wale wakamwambia Ibrahimu, tunaenda kupiga kule. Lakini malaika wale wamefika kule, nadhani Ibrahimu kwa sababu ya kuuliza ikabidi wamuonee huruma. Ndio maana walipofika wakaenda kwenye nyumba ya Lutu, na nikwambie ukweli, kama Lutu asingewakaribisha malaika, kiberiti kilikuwa kinapigwa na watu wote. Hapo ndo utajua kumbe kuna hekima ya kuwalikaribisha wageni, kumbe umemkaribisha Mungu kwako. Biblia inasema, angalieni, kuna wengine mliwakaribisha kama wageni, kumbe mlikaribisha malaika. Lutu asingewakaribisha malaika, manake walikuwa wameenda kupeleka kiberiti. Kwa alivyokaribisha vile, wakaona ametumia hekima nzuri, wakamwambia, Bwana sikia, tumekuja kupiga kiberiti hapa, twende tuondoke, twendeni tuondoke, tumekuja kupiga kiberiti wote. Na usije ukaangalia ule mji, kumbuka kuna watoto ndio walikuwa wamezaliwa siku hiyo, kuna mtu alikuwa na mimba, lakini wote waliteketezwa. Mungu huwa hapendi kuacha uovu uendelee kuendelea. Uovu Mungu anapenda kupiga wote. Mungu anamwagiza Sauli akapiga Amaleki, hawakuwa na kosa, uwa mpaka nguruwe wa watu tu amekaa tu anakunyakunya, anakosa gani? Anaambiwa kwamba auwe mpaka nguruwe. Mungu anapiga kwa sababu Mungu anaamini uovu unaweza kusafiri. Unaona mpaka leo hii vita sio Israeli na nini, kuna visasi vinasafiri kwenye mioyo. Waliwafanyaga babu zetu hivi, wanaenda kulipua na makombora. Haya mavita yanayoendelea ni visasi vya miaka. Ndio maana hakuna mtu anaweza kunyamazisha hizi vita, kwa sababu hizi vita zinaenda kwenye matukio ya dunia, matukio ambayo Mungu alishayakusudia sana. Kwa hiyo Mungu akawaambia, nimekuja kulipua, kuambia watoke. Bahati mbaya tu mke wake na Lutu ndo alipogeuka, akageuka akawa chumvi, lakini alikuwa amewaotoa kuwaokoa. Na huyu mtu Lutu alipata hicho kibali kwa sababu ya Ibrahimu. Ibrahimu, ule wema aliowatendea malaika na Mungu ndo kulisababisha wamuokoe na Lutu kule. Isingekuwa hivyo, Lutu angekuwa anaisha na kiberiti cha Sodoma na Gomora kingemuhusu, kwa sababu sijui ukasema labda kule Sodoma hakukuwa na watenda mema, walikuwepo, lakini walipigwa kiberiti. Halo, umeona shida ya kuandamana na waovu? Umeona shida ya kuambatana na waovu? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa pili 6 mstari wa 17 inasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami
wakaribisha. Mungu hapendi kujihusisha na vitu viovu. Umeletewa simu, mtu anakwambia hii simu nimeiba mahali, hiyo bana itunze tu, itumie. Kataa, itakuletea shida. Naongea na mtu. Umeletewa sijui kitu gani kimehusishwa na uovu, kataa. Basi akasema ngoja nikitakase kwa damu ya Yesu, ilimradi sijakiiba mimi. Umeisha. Halo, kuna mtu amesaidika hapa? Mchapie Bwana Yesu makofi. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Wale unaoambatana nao ndo wanaamua maisha yako, au wahuni uliowashikilia ndo wanaamua future yako. Kuna mtu mmoja akawa anasema hakuna haja ya kuwa nabii. Ukitaka mtu ujue maisha yake, mwambie akuonyeshe marafiki zake. Nikitaka nijue maisha yako, niambie tu marafiki zako, rafiki yangu ni huyu na huyu na huyu. Nitakwambia tu wewe ni maskini, wewe ni malaya, wewe ni mzinzi, kwa aina ya marafiki unaotembea nao. Kwa sababu wale watu unavyotembea nao, mnavyoongea, wanakuambukiza roho. Unashangaa mtu alikuwa mstaarabu, alikuwa mzuri, anampenda Mungu, maneno kwake neno kama msenge, kwake inakuwa neno la kawaida. Kuna kijana mmoja nilimfukuza, nilimtimua, nikamwambia vitu vyake achukue. Alikuwa amekuja kwangu, kama namkumbuka, alikuja kwangu yule kijana kwa sababu ya ule urafiki na ile tunasaidiana na nini, lakini lugha anazozungumza za ajabu ajabu za ovyo. Akikaa na mimi anazungumza vitu vya kijingajinga. Yule na nini na nini na nini mamake, na nini na nini babake, si na nini msenge. Nikasema kwanza kukaa na yule mtu, sisi wote hapa ni watu wazima, hayo maneno mbana wote mnayasikiaga. Baada ya kuanza kukaa na yule mtu, wanangu, nilikaukiwa kiroho. Mwambie mwenzako nilikaukiwa kiroho. Nilikaukiwa kiroho. Kwa nini? Nimeanza kusikia maneno ya frequency ambazo sitaki kuzisikia. Nimeanza kusikia vitu ambazo sitaki. Ananipa stori za wanawake, sijui vitu gani. Nilianza kuharibikiwa kiroho. Mpaka nilipomwondoa yule mtu, ndipo Mungu, kuna nguvu ya Mungu ilinirudia. Watu wa Mungu, maongezi leo na kesho, unaweza ukasema anatukana hivyo na mimi namsikia tu anaongea maneno ya kijingo, nachekelea tu anaongea yeye, sio mimi. Lakini yale maneno yanaanza kukuingia, kwa sababu ukienda kwa kitabu cha Ezekieli anasemaje? Bwana aliponiita anasema alipozungumza roho anasema roho ikaniingia. Alipozungumza na mimi roho ikaniingia. Ezekieli anasema hivi kwamba Mungu alipozungumza na yeye roho ikafanyeje? Ikamwingia. Kumbe mtu anapozungumza na wewe, roho yake au yale maovu yake au ule ushetani wake, vile vitu alivyovibeba, yale matusi yanaanza kuingia ndani yako. Ukianza kuishi na mtu ambaye ana tabia chafu, ni swala la muda na wewe unaanza kuwa nazo. Halo, ni swala la muda na wewe unaanza kuwa nazo. Ukianza kuishi na mtu mzinzi, mtaanza kupiga tu stori za uzinzi, mtaanza kushia stori za wanaume, utashangaa na kushirikisha, mimi nipataga mwanaume huyu, kumbe ndo mnaamsha ile spirit. Ukianza kuishi na mtu ambaye hampendi Mungu, utashangaa tu anakuambia tu bana, kwani kusikiza bongo flavor ni dhambi? Mimi nasikiaga, mbona nasikia, na kuomba naomba, ni vitu vya kawaida. Ataanza kukufanyisha vitu ambavyo wewe utaanza kuona ni kawaida. Utaanza kuona ni kawaida. Sema kawaida. Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho umeshaanza kuharibika. Ile sauti ambayo, vile vitu unavyovifanya, unavyomsikiliza, vimeanza kuharibu kitu kwenye maisha yako. Hivi naongea na mtu hapa? Nimeongea na mtu hapa? Ezekieli 2:2. Ezekieli 2:2 inasema, naye aliposema nami roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Sema nikamsikia yeye aliyesema nami. Kumbe mtu anaposema na wewe, roho inakuingia. Umenisikia vizuri? Kwa nini mwanaume alikaa na wewe akaanza kukupigia simu? Anaweza kukupigia simu hata kama umemwacha. Kitendo cha kwanza kumsikiliza, anaanza kuongea, hebu sikia nikwambie, sikia Abigaili, unajua mimi na wewe tumetoka mbali, dini zisitufanye tukagombana. Hebu angalia tulikotoka, tulishafanya mengi makubwa. Kitendo
kitendo cha kuanza kusikia anavyojitetea, kuna roho inatoka kwake inakuingia. Ikikuingia ile roho, unaanza kumwonea huruma. Uongo kweli? Unaanza kumwonea huruma. Kwa nini? Umemsikiliza. Kuna tofauti kati ya kumsikiliza mtu na kumsikia. Ukimsikia mtu anaweza kuwa anaongea tu hivi, wewe usiyaweke moyoni. Kumsikiliza mtu ni kuliweka swala moyoni, kwamba ile anachoongea kama kweli. Lakini Mungu, mbona kama hata Yesu hajaja kwa ajili ya kututenga na dini, kwa nini nisiongee naye? Kumbe ndo unaingia kwenye mtego, kwa sababu umemsikiliza. Kwa sababu umemsikiliza, kumbe alipokuwa anaongea na wewe, ile roho ya kishetani ya ushawishi ikaanza kukuingia, ukaanza kunaswa kama sumaku, kwamba mwelewe, mkubalie tena, endeleeni naye, sio shida, msikilize tu. Kuna watu hupaswi hata kuwasikiliza. Kuna watu hupaswi hata kupokea simu zao, na sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea kitu hapa, si naeleweka hapa? Ukiongea na mtu muovu, roho zake zinatoka zinakuingia. Ukiongea na jitu zinzi, ni siku mbili tu na utaanza kuwaza uzinzi. Kuna kitu anapanda ndani yako, kuna roho zinakuingia. Nataka nitolee mfano. Wangapi mnafahamu mkiwa mashuleni watu walikuwa wakigombana, unakuta watu wamekaa wanasema, haya tuwaache sasa wagombane. Mnanielewa? Natoa mfano huu. Kwa mfano, umekutana na mtu alafu ghafla mkaanza kukolomeana, anakufokea na wewe alafu unaona kuna watu, ghafla na wewe kuna hasira inaanza kukuvaa, kwamba hivi huyu ananionaje, nisije nikaonekana kama na mimi sina kitu kwa watu. Unavyokasirika vile, maanake yule mtu alivyokuwa anaongea, wewe fala tu hivi na hivi, kuna roho inamtoka ya ugomvi inakuingia na wewe unaanza kuwa na ugomvi, ndio mnajikuta mmeshikana, mnachomana visu. Roho huwa zinawatoka watu, au wapuuzi ulioambatana nao, mnapiga stori sio za nini, huwa zinakutoka, zinakuingia. Ndio maana kuna wakati unasikia kukaukiwa kiroho kwa sababu ya watu ulioambatana nao. Kuna mtu ukiambatana naye kwa sababu ni mtu wa Mungu, kumpigia tu simu, ukisikia tu maneno mawili akakutia moyo faraja, unasikia kufarijika sana. Lakini kuna mtu ukiongea naye tu kwenye simu, baada ya hapo usikia tamu ya kuomba, usikia tamu ya kusoma Biblia. Mungu akutenge na watu wasiofaa katika jina la Yesu. Mimi naamuru kuanzia leo, Mungu akakutenge visivyofaa kwa jina la Yesu. Yawe ni mazingira au watu, iwe ni nyumba, mahali unapoishi, Mungu akakutenge nayo ili umsikie Mungu. Mungu akakutenge nayo ili umsikie Mungu katika jina la Yesu. Yoyote aliyekuja kwenye maisha yako ambaye anakuchelewesha, anakuingizia kipepo za kishetani zinakuchelewesha, Mungu akakutenge naye kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama mahali ulipo, sema kwa jina la Yesu, asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno lako. Kuanzia leo ninajitenga na wale watu ambao wanatafutwa, ambao ni most wanted, ambao wana matukio, wanatafutwa kwa ajili ya kupewa adhabu. Najitenga nao, sijiambatanishi nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, unaweza kaandaa sadaka. Kama kuna mtu amekuja na sadaka, iandae sadaka yako. Baba